kumbukumbu na nyaraka katika kujibu changamoto zilizowasilishwa. Napenda kuhakikishia kuwa nitaendelea kuwa balozi namba 1 kwa kutoa elimu na ushawishi juu ya uzingatiaji wa utunzaji wa kumbukumbu za nyaraka kwa watumishi wa umma, maslahi pamoja na ofisi zilizo bora. Lakini 4, tutahimiza taasisi zetu kuhakikisha zinaboresha ofisi na zinawaruhusu na kuwapa haki sahihi, hususan za kushiriki matukio mbalimbali pamoja na kusaidia uwezeshaji wake. Hiyo ni ahadi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Na mwisho ni kuendelea kusisitiza hizi taasisi kutenga bajeti za kuweka mifumo ya kisasa ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, mfano e-office, ili kuendana na mabadiliko ya kasi ya ukuaji wa sayansi na teknolojia katika utunzaji wa kumbukumbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa umuhimu, natoa tena shukrani za dhati kwa juhudi zilizofanywa na chama hiki katika kuendeleza ustawi, utendaji kazi na kwa kuzingatia sheria, miongozo, kanuni na taratibu zilizopo. Nakuomba Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako msirudi nyuma, kazi inayoifanya ni kubwa. Nadhani wanachama wanaona matokeo yake. Nafurahi pia kuwa kundi hili kubwa linatambua mchango unaofanywa na serikali inayoongozwa na Rais wetu shupavu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mtaalamu mwenzetu au mzenu wa Trump aliyeanzia kazi katika kada hii. Katika kipindi chake tumeshuhudia mageuzi makubwa katika kada ya utunzaji wa kumbukumbu, na naamini ataendeleza kasi hiyo kuhakikisha tuna embrace teknolojia katika majukumu yetu ya kila siku. Sisi kama serikali tunajivunia uwepo wa chama hiki, na ndio maana naona kila mnapokwenda serikali inakuja na mengi, si tu kwa namna mlivyo, bali kwa umuhimu wenu wa kazi katika utendaji wetu wa kila siku. Ndugu mgeni rasmi, hadi sasa mafunzo haya yamehudhuriwa na washiriki wapatao 1300 na wanaendelea kuongezeka kadri muda unavyoenda kutoka Tanzania bara na visiwani. Aidha, Trump uratibu mafunzo haya kila mwaka kwa wataalamu wa management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania ili waweze kuendana na mifumo, mabadiliko ya sheria, taratibu, kanuni na miongozo inayosaidia utendaji kazi wa ofisi zetu kwa ustawi wa nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo mengine yaliyofanyika miaka ya nyuma sehemu mbalimbali, ikiwemo mkoa wa Iringa na viwanja vya Fumba kule Zanzibar, ambapo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuwa mgeni rasmi. Pamoja na uwepo wa mafunzo, pia washiriki wamekuwa wakila kiapo cha uadilifu na utunzaji siri. Pia katika mafunzo haya kutakuwa na kiapo cha utunzaji wa siri na uadilifu ili kuendelea kuwakumbusha wanataaluma juu ya misingi ya utunzaji bora wa kumbukumbu na nyaraka ili kuwezesha uwajibikaji na utekelezaji wa majukumu yetu katika taasisi zetu. Ndugu mgeni rasmi, napenda kufahamisha kuwa mafunzo na kikao kazi hiki kitaendeshwa na wakufunzi wabobezi kutoka vyuo mbalimbali mahiri. Aidha, wengi wa wakufunzi hao ni wakurugenzi kutoka ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, ambao ndio wasimamizi wa kada yetu. Pamoja na ratiba nyingine, wakurugenzi hawa watapata muda wa kutatua changamoto za kiutendaji zinazosumbua wataalamu wa kumbukumbu na nyaraka nchini Tanzania katika taasisi zao, lakini pia changamoto zao binafsi. Ndugu mgeni rasmi, lengo la mafunzo haya ni kuongezea na kuwajengea uwezo wa kiutendaji washiriki wote ili waweze kuleta tija kwa taasisi wanazofanyia kazi, kukuza maarifa mapya, ubunifu na umahiri wa kazi katika nyanja zote, kuwakumbusha kufuata sheria, sera, kanuni, miongozo na taratibu zilizopo katika kada yetu ya management ya kumbukumbu na nyaraka, kuwasaidia kufanya kazi kwa kufuata sheria, kanuni, miongozo na taratibu ndicho kitu tunachokisimamia, kuzuia ufundishaji wa siri wa taasisi na kulinda mali za taasisi kwa ukubwa wake, kuendana na mabadiliko mbalimbali katika utumishi wa umma katika nyanja zote, yaani mabadiliko yatokanayo na kukua kwa sayansi na teknolojia na mabadiliko ya sheria, sera, kanuni, miongozo na maelekezo ya kiutendaji. Ndugu mgeni rasmi, sambamba na hayo yote pia mafunzo haya husaidia kuamsha hali kubwa ya kufanya kazi kwa bidii na maarifa, kwani kuchangamana kuleta mawazo mapya na mitazamo mipya katika mambo makubwa yanayozunguka jamii, hasa katika kuimarisha saikolojia ya mtu binafsi. Aidha, kuwa wakili na mwalimu wa wengine, kwani ujuzi mpya katika mambo mbalimbali husaidia kuleta mabadiliko ya maendeleo chanya katika utendaji kazi wa ofisi na taasisi zetu. Hivyo basi tunaamini washiriki hao wakirejea kwenye vituo vyao watatoa taarifa
ya mafunzo na kusaidia taasisi na viongozi wao kuzingatia taratibu zinazosimamia kumbukumbu na nyaraka za taasisi zao, lakini pia kuhimiza wajibu katika kufuata miongozo inayotolewa na Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Jina langu mimi naitwa Firmin Msiangi, mkurugenzi Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa, lakini pia ndio mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Chama cha Management ya Kumbukumbu na Nyaraka Tanzania, kwa kifupi tukiwa tunaitambua kama TRAMPA. Ni kweli jukumu la kubwa hasa la TRAMPA ni kuhakikisha kwamba linawaleta pamoja wanataaluma wa kumbukumbu na nyaraka katika serikali yetu, lakini pia katika sekta binafsi, kwa sababu chama hiki kinahusu sekta ya umma lakini pia sekta binafsi, ili waweze kuwa wanakutana pamoja, wanajadili pamoja na kupata mafunzo mbalimbali ambayo huwa tunayaandaa katika nyakati tofauti tofauti, ikiwemo kongamano hili mwaka huu Mbeya, ambapo tumeliratibu vyema na kuhakikisha kwamba tunawaleta watunza kumbukumbu na nyaraka kutoka taasisi mbalimbali za serikali ili kuwajengea uwezo katika masuala ya misingi ya taaluma zao, ili waweze kuhakikisha kwamba wanaporudi katika sehemu zao za kazi wanakuwa na maarifa mapya na wanapata mafundisho mengine mbalimbali kupitia semina hii, ambako kweli kuna mada mbalimbali ambazo zinatolewa. Kwa kama mwenyekiti wa TRAMPA nafarijika mno kuona taasisi nyingi za serikali zimeleta maafisa hawa ili waje wakae pamoja, tuwape mafunzo ili kuendelea kuwajengea uwezo wanaporudi sehemu za kazi, basi wao na maarifa mapya, lakini pia waweze kuleta tija katika utendaji kazi serikalini, ambako lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunahudumia vyema wadau, lakini kubwa zaidi ni kuhudumia wananchi wa Tanzania ili waendelee kupata huduma bora serikalini chini ya serikali yetu ya awamu ya 6 ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kama bodi tumelipa uzito mkubwa, na kwa kweli tunashukuru mwitikio kwa namna ambavyo kwa kweli serikali inaendeleza eneo hili, kwa sababu ni tayari tangu mwaka 2016 harakati hizi za kutoka kwenye paper base kwenda kwenye mifumo ya kidijitali, hasa kwenye serikali mtandao ilianza na tukaenda vizuri, lakini mwaka 2021 serikali ikatoa waraka wa utumishi wa umma namba 2 ambao unasisitiza sasa taasisi zote za serikali zihakikishe kwamba zinafanya kazi katika utaratibu wa serikali mtandao. Kwa hiyo nalo hili ni eneo ambalo kwa kweli tunaona linaenda kwa kasi nzuri sana serikalini, ambako sasa badala ya kutumia nakala ngumu, sasa tunaenda kwenye nakala laini ambazo zinarahisisha kupata taarifa haraka, taarifa zilizo kamili, kuwasaidia watu wa maamuzi ili waweze kufanya maamuzi haraka na kwa wakati. Lakini kubwa zaidi wakati mwingine ni kudhibiti, kwa maana ya accountability ya mali za serikali, zikiwemo fedha za umma, lakini pia na mambo yote ambayo yanapelekea utawala bora na uwajibikaji serikalini. Kwa majina ninaitwa Devota Mrope George, ni afisa kumbukumbu kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA makao makuu, lakini kwenye chama chetu cha Management ya Kumbukumbu na Nyaraka mimi ndio mwenyekiti wa chama taifa. Chama hiki ni chama cha kitaaluma chenye malengo mahususi ya kuunganisha umoja kwa ajili ya kujengeana uwezo, maarifa na stadi za kazi kwa watunza kumbukumbu na nyaraka nchini Tanzania. Chama hiki kilianza rasmi mnamo mwaka 2013 na kikapata usajili wake mnamo mwaka 2014 ambapo kilisajiliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Mpaka mwaka huu tunavyoongea nanyi waandishi wa habari, chama chetu kimefanikiwa kuwa na wanachama 7,000 walioenea nchini Tanzania bara na visiwani. Lakini katika kutekeleza kalenda yetu ya mwaka, chama hiki kipo hapa jijini Mbeya kwa ajili ya ratiba na kukamilisha ratiba ya kikao kazi na mafunzo maalum ya kuwajengea watunza kumbukumbu uwezo na maarifa. Lakini pia mafunzo haya yatahitimishwa kwa watunza kumbukumbu hawa kula kiapo cha siri cha utunzaji wa siri. Chama hiki ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa taasisi zetu, lakini na ustawi wa taifa kwa ujumla. Kwa maana kwamba licha tu ya kusaidia serikali katika kutekeleza majukumu ya kila siku ya ofisi, lakini inaisaidia serikali katika mipango yake mikakati
ya kuimarisha shughuli za kila siku za utendaji wa ofisi. Kwa mfano, ofisi inalinda sera, inalinda historia ya ofisi, lakini inalinda shughuli za kila siku, utekelezaji wa shughuli za kila siku za taasisi katika kufanya maamuzi. Hivyo basi katika utekelezaji wa mambo haya wanategemea sana kumbukumbu. Hivyo sisi kama chama cha watunza kumbukumbu na nyaraka Tanzania tunawajengea uwezo wa watunza kumbukumbu ili katika utendaji wao wa kazi za kila siku waweze kuzitenda vizuri. Wahakikishe kwamba kumbukumbu zinapatikana kwa wakati, zinapelekwa kwa watu sahihi, lakini pia kulinda usiri wa taasisi na taifa kwa ujumla. Maana yake siri zisipolindwa na kufichwa, maana yake nchi yetu itakuwa hatarini kwa maana ya kuvamiwa na waasi, lakini pia utekelezaji wa mipango yote ya taasisi na utekelezaji wa shughuli zote za kiserikali hautaweza kufikiwa. Nikitolea mfano, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anafanya kazi kubwa sana katika kuiletea nchi yetu maendeleo. Anatekeleza miradi mikubwa mbalimbali katika shughuli za kila siku. Hivyo basi, shughuli zile zisiporekodiwa vizuri na utekelezaji wa mambo yale siporekodiwa vizuri, utendaji wake na uchapakaji wake kazi wa Mheshimiwa Rais wetu hautaonekana. Hivyo sisi kama watunza kumbukumbu tunatoa rai kuhakikisha kumbukumbu zote zinatunzwa vizuri, kulinda historia ya mtu mmoja mmoja, historia ya taasisi, lakini historia ya taifa kwa ujumla wake. Kitu chochote kile mkikifanya kazi kwa umoja, mtafanikiwa. Kwa hiyo na katika utunzaji wetu wa kumbukumbu kwenye taasisi zetu tunatakiwa tuwe wamoja, tuwe na mshikamano, tunende mamoja. Kama tumekubaliana tunatunza siri wote, kwa sababu wote tuna access ya kushika zile kumbukumbu. Akitokea mmoja wetu akatusaliti kwa namna yoyote ile, aidha kwa kutusaliti kwa mabosi na kufanya vitu visivyokuwa na miiko ya kazi yetu, vitatufikisha sisi mahali sahihi. Kwa hiyo tunatoa rai kwa watunza kumbukumbu wote kuungana pamoja, kufanya kazi pamoja, lakini zaidi kuambukizana ujuzi na maarifa, kwamba kile nilichojifunza mimi hapa leo natakiwa niende nikawafundishe wenzangu ili wote tutembee katika njia moja. Lakini kwenye swala la mifumo ambayo nimelizungumzia, nchi yetu imekuwa katika teknolojia, lakini imekuwa katika mifumo. Na taasisi nyingi sana zimehama kutoka kwenye mfumo wa zamani kuingia kwenye mfumo wa kisasa ambao ni mfumo wa kielektroniki. Lakini baadhi ya halmashauri bado hazijakamilika, zinasuasua kutokana na vipaumbele vyake. Wameweka vipaumbele katika mambo mengine na huku wakiacha kumbukumbu nyuma, bila kujua kwamba kwa kuacha kumbukumbu nyuma na kwenda mbele wao wataweza kufika.